Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Habari ya leo, mnaendeleaje? Mko salama? Habari ya muda mrefu. Kuna ujumbe hapa ambao nataka leo tushare kidogo, tuzungumze. Unajua hata ikipita kipindi fulani ukiona kuna watu ambao labda walikuwa umezoea kuja nao hapa, alafu kuna wakati kuna ukimya, huwa kuna wakati tunaona sio vyema sana hapa kiendelea kukaa kimya. Kwa hiyo nina message fulani ambao nataka ni washauri baadhi ya watu fulani. Unajua katika maisha ambayo tunayaishi na katika jamii ambayo tunaishi na katika utumishi ambao tuko nao kwa watu tofauti tofauti, kuna wale wenzetu ambao wapo kwenye, niseme kama kwenye kifungo fulani, na wanatamani kutoka lakini hawaoni mlango wa kutoka. Watu ambao nawalenga hapa ni wale ambao watumishi wa Mungu ambao kwa mara ya kwanza wanaanza huduma, walianza na Mungu vizuri, walianza na Yesu vizuri, lakini baadaye kadri siku zinavyokwenda, kwa sababu tofauti tofauti, ikiwemo mazingira wanayokwenda, marafiki wanaokutana nao, madhabahu ambazo wanakwenda kuziingia, wanakuja kujikuta kwa kujua au kwa kutokujua, lakini wamekuja kujikuta wakaingia katika mfumo ambao sio wa kimungu, kwa maana ya wakawa wametoka katika utumishi wa Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo wakawa wameingia katika utumishi ambao ni wa shetani, kwa lugha rahisi niseme hivyo. Kwa hiyo sasa mtu ambaye akishaingia katika huo mfumo, yule ambaye akifika tu tayari sasa anakuwa anajijua kwamba ameshaingia kwenye ule mfumo, kuna wakati fulani kwanza ukishaingia kwenye ule mfumo, manake wewe habari ya kimungu kwako utaidharau, utaichukulia kawaida, kwa sababu ukumbuke Mungu anapotoka kwako au Roho Mtakatifu anapotoka kwako, manake unabaki empty. Ukibaki empty, shetani yuko hivi, hakuachi ubaki empty. Wakitoka Roho Mtakatifu, manake anaingia yeye, anaweka makazi. Kwa hiyo akiweka makazi, anaanza kufanya kama ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anafanya, lakini safari hii anafanya kwa kuelekeza mambo yake yeye mwenyewe, shetani. Kwa hiyo sasa kuna watu ambao pia walipoteza hiyo nafasi, wakampoteza Roho Mtakatifu, wakampoteza Yesu, baadaye wakaingia kwenye hizo system na wakajikuta kweli wamegundua mimi nipo kwenye system ya jamaa hapa. Alafu kisha kuwa kule sasa, habari za Yesu wewe huwezi kuzipenda. Yaani utaona kama vile vitu vimepitwa na wakati, kwa sababu ukiwa ndani yako manake kuna roho ambazo zinakutawala. Hizo roho zitakupa ujihisi wewe uko vizuri, au ujihisi sehemu ambayo ulioko ni nzuri zaidi. Na kipindi hiko unaweza hata kwa kushauri au ukajishangaa, unapata mawazo yale ya kuona kumbe hata Mungu sio kitu halisi, kwa sababu yule jamaa akiingia akitawala, manake anatawala roho yako, anatawala mwili, anatawala na nafsi, anatawala nafsi na mwili. Umenielewa vizuri eh? Kwa hiyo sasa kuna wale ambao wenzetu watumishi ambao wapo huko sasa hivi, lakini hata ukiwa unamtumikia shetani, kama uliwahi kumtumikia Mungu kwa mara ya kwanza, kuna wakati ile roho ya Mungu uwaga inakuja. Ikirudi kuna wakati wa majuto fulani yanakuepo wakati fulani, na wakati huo unaweza kukuta uko peke yako, pengine uko ndani mwenyewe tu umekaa vizuri, au imefika usiku. Unajua mara nyingi watu wanapata nafasi ya kutafakari sana na kuwa na hofu wakati ule ambao tuseme usiku mkubwa umeingia. Sasa yuko chumbani peke yake, yuko mwenyewe, anaanza kuwaza yeye mwenyewe peke yake. Huo ni wakati ambao watu wanakuwa wako na hofu sana, kuliko ule wakati ambao anaweza kuwa anatembea mjini, yuko na marafiki na nini, yale mawazo yanaweza kuwa yasiwepo. Kwa hiyo basi inawezekana ni wewe ambaye upo huko, na kuna wakati ile roho waga inakuja, unatamani kama vile kutoka, lakini unashindwa. Utaanzaje? Cha kwanza una hofu, kwa sababu mtu yote ambaye yupo kwenye system za kipepo, mtumishi ambaye yupo kwenye system za kipepo, manake kuna mikataba ambayo waga anaingia. Katika ile mikataba ambayo unakuta akiingia, au maagano tuseme kwa lugha nyingine, katika ile maagano ambayo akiingia, uwaga kuna vitu anaoneshwa. Uwaga anaoneshwa uwezo wa yule bwana ambaye ameingia naye mikataba, kwamba anaweza akafanya jambo lolote na wakati wowote. Anaweza akakuua, akakuchukulia chochote, akakuaibisha, chochote kile anaweza akakifanya. So hilo waga linawapa utisho watu wengi ambao wameingia huko, na unakuta wengi wanashindwa kutoka huko. Sasa basi iko hivi, labda uwaga ukiingia, kwa sababu kuna vitu vya kimungu vinatoka kwako, kwa unaweza ukasahau hata baadhi ya maandiko au namna Yesu ambavyo anasema. Lakini Yesu anasema hivi, ukimfuata
wakati wowote ukibisha hodi, yeye anakufungulia mlango. Haijalishi hata wewe umetenda madhambi kiasi gani, hata wewe ulimkufuru yeye mwenyewe Yesu kwa kiwango gani, lakini yeye ni mwenye rehema, anakusamehe wakati wowote utakapokuwa uko tayari. Mizigo yako yote, hata kama uliwahi kutoka mwanzo, kwa sababu wewe ni kondoo wake ambaye ulitoka zizini ukaenda kuchunga na mbwa mwitu akawa amekuinda, amekukamata. Kwa hiyo wakati wowote ukirudi, yeye anakusikia. Kwa hiyo hata hapo wazo linapokuja kwako kwamba natamani kurudi kwa Yesu, amesikia. Wakati huo tayari amesikia. Na akiona una nia ndani yako, unaendelea kuomba ile kuita, atakupa ulinzi. Na mimi ni kuhakikishie kwamba usihofu wala usijali. Hata kama ulipo unapoona hakuna msaada wa mahali ambako unaweza ukaenda, wewe liite jina lake. Atakuja wakati wote, kwa sababu yeye unapoita msaada wake, na mara nyingi sana watu ambao ukiwa kwenye situation kama hiyo ngumu, huaga anakuja. Yaani tena kwa mfano hata ukiwa upo kwenye mazingira magumu sana, anaweza akatuma malaika wake, au kama ikitokea upo kwenye system ngumu sana, kwenye zile falme za juu sana, anaweza akashuka mwenyewe. Kwa hiyo ni popote pale na ni wakati wowote. Lakini pia nikushauri, kwa mfano wako watu ambao pia wanawaza mambo mengi. Wakimwacha shetani ambaye wanamtumikia katika huduma, wanawaza labda watapata aibu. Unakuta mtu ana watu 200,000, 300,000, 400,000 waumini, 500,000, mwingine 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000. Anawaza akitoka kwenye system ya jamaa ataaibika, atapata aibu, ataondoka, atakuwa maskini, mali alizonazo zitaondoka, magari na nini vyote vitaisha. Kwa anawaza mali, anawaza aibu, fedhea, badala ya kuwaza roho yake. Mimi nikwambie kitu kimoja. Alisema mwenyewe pia, yeye ni Mungu wa kurejesha. Hata kama ukiondoka huko, najua kuna kipindi utakipitia ambacho huwezi kukiepuka, kipindi cha mapito. Lazima kile utakipitia. Kwa hiyo mimi nikushauri usihofie sana wala usiwaze sana. Kwa mfano kama uko mjini, labda uko Dar es Salaam, uko kwenye miji mikubwa ile, na wewe ni mtu mkuu sana, watu wanakujua Tanzania nzima, unawaza hivi itakuwaje, au niende kwa nani sasa? Fanya hivi, unaweza kufanya jambo moja. Unaweza kufunga safari, lakini ukiwa ushamshirikisha Mungu. Ukatafuta hata vijiji vya mikoani ndani huko, kama unaona aibu kufuata watumishi wengine labda walioko kwenye mikoa ambayo upo. Nenda vijijini, tafuta wale watumishi wa Mungu, wale wachungaji ambao wako vizuri, ambao wanasema na Yesu kweli. Ukiwatafuta wale wakuombee rehema, utakaa vizuri, na wakuombee toba na nini, vyote hivyo. Yaani utakaa vizuri na Mungu atakupokea vizuri sana. Kwa hiyo nyingi, au niseme jambo kubwa, watu wengi waga wana hofu, wataanzaje kutoka. Kutoka ni rahisi sana. Kutoka ni rahisi sana. Ingawa kwa sababu wale jamaa wakikutawala wanakuwa wanajua mpaka mawazo yako. Lakini kumbuka, jina la Yesu ni jina kuu kuliko ufalme ulioko wewe. Kwa hata utapotaka kuanza kutoka, hata kama watasikia, wewe liite jina lake. Tunakwambia hivi kwa sababu ukiwa mtumishi unajua mambo mengi ya kibiblia, lakini kuna wakati ukiwa kwenye system zao wanakusaulisha baadhi ya vitu maandiko, na ile imani yako wanaipunguza kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi unakuwa na hofu sana, lakini usalama kwa Yesu ni mkubwa, na mimi nakuhakikishia hautakufa bali utaishi. Kwa hiyo wakati wowote utakapojisikia nataka kurudi nyumbani kwa Yesu, njia ni hiyo. Tafuta, kama unaona mjini mambo ni watumishi labda unaona watakutangaza, au utapata fedheha, utapata aibu, wewe acha mali, telekeza kanisa lako, ondoka. Nenda hata mikoani mbali, tafuta wachungaji wazuri, watumishi wa Mungu ambao wako vizuri, kaa nao, wakupike upya, wakuombee kwa Mungu, wakuombee rehema na vitu vingine vingi. Kwa hiyo utajikuta umerudi na ile njia, ile hofu uliyokuwa unakuwa nayo mwanzo kwamba nitaanzaje, unakuta imeondoka. Na kubwa zaidi, usiwaze mali, usiwaze fedha, usiwaze magari, usiwaze umaarufu, kwa sababu vitu hivyo havitakusaidia na havina faida sana vitu hivyo kama unavipata alafu unaishi kwa mateso. Kwa sababu ukiwa kwa shetani, manake kuna ile mikataba unayokuwa nayo, yale maagano ya shetani waga anatesa. Kwa hiyo utakufa mpaka lini? Alafu ukiingia agano kama hilo, unakuwa uzao wako wote umeuingiza kwenye system kama hizo. Umepanda mbegu mbaya katika uzao wako na familia yako. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mahali popote pale ulipo, mimi nakupa moyo, inawezekana. Hautakufa bali utaishi.
chukua hatua, rudi kwa Yesu. Yuko tayari wakati wowote. Hata hapo ulipo ukimuita anashuka yeye mwenyewe. Ukiwa kwenye mazingira magumu, kwenye hatari kubwa, anashuka yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana na Mungu akubariki sana. Nikutakia uzima na safari njema ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Amen.